Mkataba au Memorandum of Understanding MOU ambayo hii imeandaliwa kati ya kanisa, maaskofu wa kanisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huu unahusika kwenye bajeti ya elimu na bajeti ya afya. Kila mwaka unaposikia bajeti inasomwa ya elimu, kuna mabilioni ya fedha wanapewa maaskofu kupitia hiyo bajeti. Ukisikia bajeti ya afya inasomwa, kuna mabilioni ya fedha yanatolewa wanapewa baraza la maaskofu. Hii maana yake nini? Hii ina maana kwamba kodi yangu mimi Muislamu inayochukuliwa ya wafanyabiashara wa Kiislamu inayochukuliwa, fedha ile kuna kundi moja limejitenga kuisubiri na kuichukua. Na hoja inayotumika ni nini? Inatumika hoja kwamba kanisa Katoliki linatoa huduma ya afya, kanisa Katoliki linatoa huduma ya elimu, kwa sababu hiyo lina haki ya kupata fedha kutoka serikalini. Sasa twende kwenye hali ya kawaida. Shule gani ya kanisa Katoliki ambayo ukienda wewe kumpeleka mtoto wako unalipa ada sawa na serikali? Shule gani? Mtajieni shule moja tu. Shule zote za makanisa Katoliki ada yao haina tofauti na shule za private. Kwa nini pesa ya Watanzania wote wapewe watu ambao ni kakikundi kawajanja fulani kamekaa kanachukua hiyo pesa, alafu wanakuambia haki? Kama ni haki inatakiwa izungumzwe kwa mapana. Hauwezi kuzungumzia haki kwenye jambo unalolipenda wewe tu. Kama ni haki ianze kwenye maeneo hayo. Haumwezi kuwa nyie ni kundi mnadhulumu wengine, mnajinufaisha nyie, alafu mnazungumzia haki. Haki ya namna gani? Hiyo ni haki imejengwa kwenye misingi ipi? Sio kwamba haya mambo tunayapenda. Niseme ukweli, yanatukwaza sisi Waislamu. Tunaumia. Kama ni elimu, kwani Waislamu hawana shule? Wana shule ngapi wamejenga? Mbona hawapewi hela? Wanapewa Katoliki, kodi ya Watanzania wote. Alafu leo wanataka kujifanya eti wao ni watu wa haki. Wao ni wezi tu, sio watu wa haki. Ni dhulma wanaifanya.